Mzee wetu kakubali kwa imani na kapita mikoa yote, wilaya zote, kuhimiza maridhiano, mshikamano, tukae pamoja, tutengeneze nchi. Kuna lilofanyika? Leo wamebadilika wapi watu hao? Na miaka mingapi? 5. Mambo walioahidi wenyewe, tukisema hawa wanasema tunatonesha vidonda. Sisi je, tunatoneshwa nini? Hatupaswi kuyasahau yaliyotokea ili yasije yakatokea tena. Tukiyazungumza, tunazungumza kwa nia ya kwamba hayakuturidhisha, hayakuwa sawa, na tunayakumbuka. Tumesema tu kwamba twende mbele, nia yetu ni kujenga nchi yetu. Kwa hivyo hatimaye, kwa ufupi, baada yote nenda rudi, sisi tukaambia kukaa, tunakaa nao vipi hawa? Lakini mwisho na tukatoa rai sisi, wenzetu huko akaiona, basi sawa sawa. Kwa hivyo wazee wetu, marais wastaafu, na kumshukuru Mwenyezi Mungu, sikusema alhamdulillah. Kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kuyafata anayotaka Mwenyezi Mungu, sikusema alhamdulillah. Kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kuyafata anayotaka Mwenyezi Mungu. Na ndio maana ukisoma kwenye Qur'ani mote, ilipotajwa hikma, ilipotajwa kushukuru, imetajwa na kukufuru, au sio? Kwamba ni kwenda kinyume na anayotaka Mwenyezi Mungu. Hekima si ujanja. Hekima ni imani ya kufata na kutimiza yale Mwenyezi Mungu anayotaka. Kwa hivyo wazee wetu hawa tukakubali sisi. Kuna wenzetu miongoni mwetu walipata wasiwasi kweli kweli, wakasema si hawa. Sisi tukaambia tuaminini viongozi wenu. Sisi tunatawakali kwa Mwenyezi Mungu. Tunaamini maadamu wametaka jambo la kheri, tuombe awape umri mrefu ambao utaendana na siha njema. Mimi naomba niwaambie kwamba wazee hawa wametusaidia sana, viongozi wetu hawa wametusaidia sana, wamestahamili, wamebeba mengi, wametuongoza tukafika pahala leo tulipofika. Kama hawakuwepo wao, tusingefika hata nusu meli. Sikwambii kilomita 8 hizi tulizotembea au 800 sijui, tokea Novemba mpaka Julai mwaka. Tuwashukuru sana, Mwenyezi Mungu awape fungu lao katika yale ya kheri waliotakia nchi yetu. Lakini mimi naomba niwakumbushe kabla hatujaja kwenye kijungu, au sio? Naomba niwakumbushe kwamba tokea mwanzo tulipokuja, mara tu baada ya uchaguzi, tulipokuja kuchukua kwamba tutakwenda bangi, basi wa 2025 ulichanganya bangi, ukachanganya na mirungi, ukachanganya na tende, wengine wanaita gongo, sio? Huku sasa tunaita tende. Almuradi ulikunywa kila aina ya ulevi, mpaka wenyewe ukiwauliza hawa waliotengeneza ulevi huu, mlikusudia nini? Mlitaka mfike wapi? Kama nia yenu haikutosha tu maana fomu za uchaguzi, fomu za matokeo si mlishaandika? Mlikuwa na matokeo yenu mfukoni. Vurugu hii ya kwamba polisi apige kura, kikosi apige kura mara 20, mtoto mdogo naye mwanamke maskini
ambaye kesho ndo anakwenda kuwa mama, wengine ni mama za watoto, tumewatia kwenye wizi, kwenye uhalifu. Wengine watu na staha zao wameondokewa na staha, wengine wamerudi Maka karibuni. Sasa unajiuliza, mtu huyu majosho ya Maka na Madina hayakumsafisha? Ndio alosema makamo mwenyekiti hapa kwamba wengine fungu la Mungu. Ukiwauliza hasa nyinyi mlikusudia nini, mlitaka nini, ndio mnaonesha ubabe, mnataka chama kimoja, mnataka nini? Hamtaki serikali ya umoja. Maana unapofanya lolote, hata mlevi akinywa si anataka leo apate anda sauzio. Sasa wewe mnafanya haya, mnataka nini? Tueleze. Limuuliza mmoja katika wakubwa zao kweli kweli, lakini hakuwa na majibu. Anambia sina majibu. Namshukuru, alikuwa mkweli. Sisi tokea mwanzo tulisema haya hayawezi kuondoka, kuna mambo yameharibika. Chama chetu hichi sisi tunajua kwamba ukiona wewe gari inatoa moshi mweusi, gari unatembea utafikiria chetezo. Mjomba kule ana gari yake mwenye anaitaje, mkodombwe. Yeye anasema amekiona mkodombwe umezidi kutoa moshi. Sasa sisi chama chetu tukiona gari inatoa moshi namna hiyo, hatuendi kubadilisha bomba la moshi. Tunajua hapa tatizo iko wapi, iko kwenye engine. Kwa hivyo tunakwenda kushughulikia engine. Wenzetu wengine wao kubadilisha bomba la moshi, wakati ya la chuma, mara la bati, mara la plastiki, mara sijui la nini, wakitiza moshi huko pale pale. Kwa sababu shida si bomba la moshi, pale unapita tu, unatoka mbali. Jamaa tunafahamiana. Lakini sasa na sisi tunasema haya yanayotokea, tatizo si uchaguzi. Kuna mambo mengi kabla ya uchaguzi yanayoendana na uchaguzi ndio yaliyoharibika. Nchi hii imevurugwa. Nchi hii ya wastaarabu. Kama ni serikali, nchi hii imeanza miaka mingi kuendesha serikali, ina utamaduni wa miaka mingi wa kuendesha serikali nchi hii, na haikuendesha Unguja na Pemba. Nchi hii ikiendesha Afrika kuanzia Somali mpaka kwa bwana Mchinjita kote. Nchi hii ikiendeshwa, ndio ilikuwa makao makuu ya kuiendesha Omani mpaka 1860 ndio kasema Omani mkae kwenu, Zanzibar tukae. Lakini tumeendelea hivyo. 1892 sisi ndio tuliowapa Wataliana Bernard Report iliyoko Somali. Somali ilikuwa sehemu ikiendeshwa na Zanzibar. Jamani, naitaka mkataba sisi tulivyowapa wa Italiana Bernard Report na Somali yake, ambao leo ndio Somaliland. Jamani, mimi nitampa asome. Sisi ndio tuliowakodisha Waingereza Mombasa huko. Leo baadaye tumekuja kupigwa tukakimbilia ugenini, kule ni kwetu. Tuliwakodisha Waingereza 1895 kwa miaka 100, kama Wachina walivyowakodisha Waingereza Hong Kong kwa miaka 100. 1997 Chris Patten aliyokuwa gavana wa mwisho wa Hong Kong akairudisha Hong Kong kwa wapa wenyewe wa China, na sisi hivyo hivyo. Lakini tukafanywa figisu tarehe 5 Oktoba mwaka 63, tukawarejeshea Kenya, tukawapa wao Mombasa. Sio tuliwarejeshea, tuliwapa wao
Mombasa kwa mkataba maalum alosaini mwana wa Chambani Mohamed Shamte na Jomo Kenyatta, kwa mkataba maalumu anayotaka tuje tumpe asome. Nchi hii ofisi tu ya mwanasheria mkuu ilianza 1906. Nilikuwa nawaonesha juzi, Zanzibar hii tulikuwa na kanuni katika sheria za mwanzo zilizotungwa ni kanuni za polisi za mwaka 1899. Tuna ustaarabu, tuna maarifa. Serikali sisi haikuanza jana na juzi. Kinachobadilika ni tawala tu. Tunafahamiana jamani? Kwa hivyo sisi tunajua kuna pahala kumeharibika. Na tokea mwanzo tuliwaambia sisi tunakwenda kupambania kuinyoosha nchi hii irudi katika misingi ya kistaarabu, iendeshwe kistaarabu, na ustaarabu wa mwanzo ni nchi kurudi mikononi mwa wananchi. Hii ni jamhuri. Wazee walisema wamefanya mapinduzi, wamemuondoa Mwingereza, tukamuondoa na sultani, au sio? Mfumo wa kisultani, si ndivyo? Kuna bwana mmoja alisema muondoa Mwingereza, sasa ukaweka nani? Funga meza. Yuko mzee wetu mmoja na ikawa akasema maneno ya matusi sana, ikaonekana. Lakini ndio haya tunayoyaona. Kilichobadilika ni tawala. Lakini wazee kina mzee Karume walipopindua, walitaka warejeshe utawala wa watu wajitawale, na hotuba zake zote akisisitiza hilo. Nchi ni ya wana wa nchi. Nchi si ya kikundi cha watu. Hawajampindulia mtu wakamkabidhi aendeshe, wakarudisha sultani au mfalme mweusi. Hii ni nchi ya watu, wafalme ni wana wa nchi. Kwa hivyo juhudi zetu sisi zote, tumesema hatuendi kutafuta vyeo, hatuendi kutafuta maslahi. Hata yale tulionyang'anywa tunajua hata tukipewa nchi haitofika pahala, na sivyo? Nchi haitofika pahala. Tulikuwa na viti vingi 95, au sio? Na chaguzi ufuata baadaye sipaliharibika kwa sababu kuna pahala hapako sawa, na nitaeleza huko mwisho. Kwa hivyo nilitaka niwakumbushe tu ndugu zangu kwamba sisi, maana kuna wenzetu wengine wao kwenye hili walidhani, walikuwa na tamaa sisi tutakwenda kudai vyeo, tutakwenda kudai nafasi. Sisi tokea mwanzo tulisema tunakwenda kuitafuta Zanzibar, na ndio maana slogan yetu kwenye uchaguzi tulisema ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Tuliona imeharibika, imepotea. Kwa hivyo mazungumzo yetu yote tulikwenda kuitafuta hiyo. Nilitaka hilo niwakumbushe. Tumefahamiana? Na tulizungumza mengi, tulipeleka mapendekezo. Uzuri huku kuna bwana wataalamu, weledi, wajuzi wa kuyaendea mambo haya. Bwana kashiriki miafaka yote, na wengine tulionao katika chama. Kwa hivyo kwetu sisi hili halikuwa jambo kubwa. Anaposema leo ananisifu mimi ndio uungwana tu. Lakini kusema kweli, ukweli hazina tulokuwa nayo ni hiyo. Nilikwenda kwenye mazungumzo yale, mimi niliomba wenzangu, bora nende na babu. Jambo la watu haliwi la mtu mmoja. Wakanikubalia, tunakwenda na babu. Pana haribika kitu akiingia babu. Eti jamani.
Lakini nikaomba kwamba hebu tuwe na kamati ya mashauriano, tukitoka kwenye haya mambo tuje tukae. Ndio na mimi nilojifunza kwa Maalim, maana nilikuwa nikishiriki kwenye kamati kama hiyo baada ya uchaguzi wa 2015 nilishiriki kikamilifu. Nilikuwa mjumbe wa kudumu, pengine wengi mlikuwa hamkuambiwa au hamkujua. Kwa hivyo tulikuwa na kamati na ambao kila lililokuwa likitokea tunapofikia tunakuja kuambiana na tunashauriana, tunakubaliana hatua ya pili twende hivi. Kuna wengine, nalisema hivi kwa sababu kuna wengine tena, wengine miongoni mwetu na wengine ni viongozi, walikuwa wanasema yule Othmani bwana anajitia ukaidi, anajitia kiburi, sijui basi na hawa wamekusudia hivi. Mtu kiongozi unamkuta, naambiwa ni kiongozi huyu, nadhani kuna ile zii imempungukia au vipi? Mmenifahamu jamani? Hamjanifahamu? Huyu tunamwita sie tu kiongozi, mtu wa namna hii, lakini huyu ile zii imempungukia.